Moja kati ya safari iliongojewa kwa muda mrefu sana tangu mwezi wa 10 mwaka 2025, hatimaye ilifika tarehe 28 ya mwezi wa 11 ya mwaka 2025, ambapo wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma walifunga safari moja kwa moja kuelekea jijini Dar es Salaam katika studio za Clouds Media Group. Safari hiyo ilianza majira ya saa 3 usiku, sehemu ambapo ni chuo cha uandishi wa habari na utangazaji. Saa 12 asubuhi ndipo ambapo walifikia jijini Dar es Salaam. Kwa kulitazama jiji kwa uzuri wake wa majengo na mapambo tofauti tofauti njiani, hii ilichochea safari hiyo kuwa nzuri na yenye kuvutia. Lakini kabla hayo yote, safari wakati inaanza ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa na utani, story, pamoja na hapa na pale uchokozi tofauti tofauti kwa wanafunzi hao. Lakini tu kwamba kitu ambacho kimevutia zaidi ni pale ambapo walipoingia jijini Dar es Salaam majira hayo ya saa 12 asubuhi. Kama nilivyokwisha sema, mapambo hayo ya jiji pamoja na uzuri wake yalichangia safari hiyo kuwa nzuri na kuvutia kwa wale ambao waliitazama Dar es Salaam kwa mara ya kwanza walipowahi kufika kabla ya siku hiyo, na wale ambao hawakuwahi kufika jijini Dar es Salaam. Majira ya saa 4 asubuhi ilipofikia pale mitaa ya Mikocheni, ambapo wanafunzi wa uandishi wa habari na utangazaji kutokea jijini Dodoma walifikia katika studio za Clouds Media. Lakini kabla ya kuingia walipata wasaa kidogo wa kupumzika pale nje, lakini muda ulivyofika, kwa maana ya saa 4 na dakika 25, waliingia katika studio hizo na kupokelewa na mwenyeji ambaye si mwingine ni Jerome Risasi, ambaye yeye kwa cheo chake alichokuwa nacho katika studio za Clouds, yeye ni mhariri mkuu kwa miaka 10 mpaka sasa ambapo tunazungumza. Na moja kati ya kitu alichokizungumza mwenyeji huyo ni kuhusiana na swala la umista na umis katika tamasha ambayo lilifanyika katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ambapo aligusia swala hilo kwa kuwa amelifuatilia kwa ukaribu, japo katika final au katika finali au mwisho kabisa wa tamasha hakulifuatilia. Ni moja kati ya kitu ambacho kinavutia zaidi kwa wale ambao walikuwa wanashiriki na kwa wale ambao hawashiriki katika tamasha hilo. Moja kati ya vitu vya kuvutia wakati wanaingia wanafunzi hao katika studio hizo za Clouds ni mpangilio wa kiufundi, kwa maana mpangilio wa studio ya TV na radio, chumba maalum kabisa cha kurushia matangazo kwa maana ya control room, na lengo lake lilikuwa ni nini katika kufuatilia vitu hivyo. Katika studio za Clouds kwa maana ya TV na radio ni moja kati ya studio ambazo zilikuwa na setup nzuri ya kuvutia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kitu kingine cha kuvutia zaidi ni pale ambapo wanafunzi hao walipoingia na kukuta studio ya The Spark, ambapo studio hiyo inatumika kurushia matangazo ya kipindi cha burudani, kwa maana vipindi ambavyo vinahusu masuala ya muziki na story tofauti tofauti za wasanii wa muziki. Lakini kitu kingine cha kuvutia ni pale ambapo walikuta studio hiyo ya TV kwa pembeni kukiwa na light za kutosha, kukiwa na kamera za kutosha ambazo zilikuwa zinachangia urushaji wa matangazo kuwa mzuri na uthabiti pale ambapo wanafanya kazi hiyo. Lakini pia kitu kingine cha kuvutia ni mpangilio wa control room au chumba cha kurushia matangazo au kudhibiti matangazo. Chumba hiko kilikuwa na mrusha matangazo mmoja tu kwa siku hiyo hapo, lakini pia alitoa ufafanuzi mkubwa wa vitu hivyo, ni jinsi gani ambavyo vinafanya kazi, ni jinsi gani ambavyo vinaenda, ni jinsi gani ambavyo vinatakiwa kudhibitiwa ili kutoa product iliyokuwa bora na nzuri katika sauti na picha. Lakini pia kulikuwa na mahojiano tofauti tofauti na moja ya wahariri wa Clouds Media, ambapo si mwingine ni Jerome Risasi, ambaye pia huyu ni mwenyeji ambaye aliwapokea wanafunzi hao kutokea chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ambapo alifunguka mambo mengi kuhusu Clouds kuanzia ambapo imeanzishwa mpaka pale ilipofikia, kwa kusema Clouds ilianzishwa mwaka 1999, lakini kwa kipindi hiko haikuwa inaitwa Clouds, ila ilikuwa inaitwa Mawingu Entertainment, ambapo waanzilishi wake wa mwanzo kabisa alikuwepo ni Ruge Butahaba pamoja na Rashid Shangazi, ambaye ndiye mdhamini mkuu kabisa wa kipindi hiko kwa miaka hiyo hapo ya nyuma. Lakini pia alifunguka kwa kusema kuwa media yao imejengwa kwa misingi ile ambayo ilikuwa inafuata promotion na misingi ambayo inafuata zile itikadi zote za vijana au kijana kama ambavyo wanapenda kujiita Jay-Z for life. Alifunguka mambo mengi kuhusu ile swala, kwanza kwa kusema kwamba ni radio au ni media ya vijana, ambapo vijana wanapata fursa ya kuyajua mengi kuanzia kwenye upande wa burudani
mpaka katika upande wa maisha ya wasanii na watu wengine maarufu wakubwa katika upande wa burudani. Lakini pia hawajaishia hapo tu, kusema kwamba media hiyo ilianzishwa pia kwa lengo la kunyanyua watu, kwa maana ya vipaji vya watu, kwa wale ambao wenye uwezo wa kutangaza na wale ambao wenye uwezo wa kufanya kazi za kitaaluma, kwa maana ya taaluma hiyo ya uandishi wa habari. Lakini baadaye kidogo akaja akasema kwamba tulikuja kubadilika kwa sababu media ilikuwa inahitaji watu ambao wamesoma, watu ambao wenye vyeti, watu ambao wana degree ili kuendesha media katika misingi hiyo. Ndipo alipokuja kuachana na masuala yote yale ya talent na kuanza kuzingatia kwanza elimu. Wenyewe wanasema elimu kwanza na mengine yakafuata. Na moja kitu ambacho kilitokea kwa upande wa urushaji wa matangazo na vile ambavyo wanafanya, ambapo ilikuwa ni tofauti kabisa na vile ambavyo tulisoma darasani, kwa maana wao ikiwa ni vitendo zaidi, ni kitu ambacho wana brand kazi yao au wana brand media yao na kufanya matangazo tofauti kwa wadhamini wao. Hii imekuwa tofauti na vile ambavyo waandishi wa habari kutokea chuo hicho walivyovisoma na kile ambacho wamekutana nacho. Wamekutana na kitu tofauti, lakini chenye mvuto na chenye kuvutia kwa upande wa urushaji wa matangazo ya kwao na wadhamini wao tofauti. Lakini moja kati ya kitu ambacho nimejifunza katika safari hile ambayo wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji walitembelea katika studio za Clouds Media ni kuwa na kile kidogo au kuanza na kile kidogo nilicho nacho ili baadaye kuja kupata kikubwa. Kwa mfano au kwa maana ya ile historia aliyoitoa Bwana Jerome Risas, kwa maana walianza na kidogo kwa kukopa ili waweze kujenga kikubwa kwa maana ya Clouds Media. Lakini katika kile kidogo ambacho walianza nacho ni kitu ambacho kimewaanzisha waanze kutengeneza Mawingu Entertainment, ambapo ilianza kama studio ya muziki au ambayo inapiga clubs muziki, lakini baadaye wakaja kuanzisha kitu kikubwa ambacho kinaitwa Clouds FM, ambapo mwanzoni kabisa walianza na Clouds FM ambapo ilikuwa ni studio moja tu ya redio, lakini baadaye wakaja kuanzisha Clouds TV ambapo ikawa ni studio kubwa ya TV na baadaye ikawa ni studio mbili kwa maana ya redio na TV. Hii ni kitu ambacho nimejifunza, na kitu ambacho kimenifunza ni kwamba unaanza na kitu kidogo alafu baadaye unakuja na kumalizia na kitu kikubwa. Lakini tukiachana na swala kama hilo hapo la kujifunza, wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari baada ya kumaliza ziara hiyo ambao walifanya pale Clouds FM au Clouds Media, baadaye kidogo ikabidi watoke na kwenda katika maeneo ya nje, na maeneo ya nje hayo si mengine ni eneo ambalo walikuwa wanaliita ni link au katika dishi la kurushia matangazo tofauti kutokea pale studio na kuelekea katika maeneo tofauti ya Tanzania. Walijifunza vitu vingi kwamba kuna mitambo tofauti ambao wanaweza kuikutana nayo na wakaona jinsi ambavyo matangazo yale yanarushwa. Lakini ukiachana na swala kama hilo hapo, kuna swala jingine ambalo baada tu ya kumaliza ziara hiyo, basi wanafunzi wale wote waliondoka na walielekea moja kwa moja katika ufukwe, na usi mwingine ni ufukwe ule wa Coco Beach, ambapo wanafunzi hao walikwenda kuenjoy, kufurahi kwa vile ambavyo walijiandaa au kwa vile ambavyo ilivyokuwa baada ya kufanya kazi kubwa ya kujifunza, basi wakaenda kurefresh. Baada ya hapo kilichofuata ni waliondoka moja kwa moja kuelekea katika vyumba ambavyo walipanga kwa siku ile na wakalala, na kesho asubuhi safari ilianza moja kwa moja kuelekea Mlimani City, kwa maana ya kuanza kulizunguka jiji la Dar es Salaam. Na Mlimani City ziara ile ilikuwa ni nzuri, watu walienjoy, picha zilipigwa pale, kila mmoja kwa nafasi yake alifurahi kwa kile ambacho kimetokea. Lakini baada ya hapo safari ya kuanza kurudi Dodoma ilianza, kwa kuwa walianza jijini Dar es Salaam na kupitia katika eneo la Morogoro pale na kuanza kupata chakula cha mchana kwa majira ya saa 8 mchana na kuanza kupata chakula hiko. Baada ya hapo safari iliendelea kutoka Morogoro kuelekea Dodoma, lakini safari ilikuwa ni safari ya kuvutia, safari ya kumvutia kila mmoja, safari ile ambayo ilikuwa na vibe lake, safari ilikuwa na shangwe lake, na wanafunzi tofauti wakiwemo katika basi hilo waliimba na kucheza na kusherehesha safari hiyo na kuwa safari ya kipekee zaidi mpaka kuja kufikia jijini Dodoma katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji majira ya usiku, kwa maana ya majira ya saa 2 usiku walifika pale na kila mmoja alitawanyika kivyake kuelekea majumbani mwao kwenda kupumzika. Na hiyo ndiyo ilikuwa safari ya wanafunzi hao kutokea chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ambao walianzia safari hiyo tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 na kumaliza ziara hiyo
tarehe 2 ya mwezi wa 11 mwaka 2025.